بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة فاتحة الكتاب مكية وآياتها 7. Sura ambayo tutaanza nayo kwenye kikao chetu hiki cha kwanza cha kuitafsiri Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni suratul Fatiha. Na nukta ya kwanza, tutaanza kwanza kuitarjimu hii aya yote, alafu tutakuja kutaja maana ya hizi aya, alafu tutajaribu kusherehesha baadhi ya nukta. Katika nukta ambazo tutasherehesha leo ni nukta ya majina ya suratul Fatiha. Muda kama utaturuhusu, tutazungumzia vile vile fadhila za suratul Fatiha, na muda kama utaturuhusu tutasherehesha kuhusiana na a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kuhusiana na jambo la kwanza la kutarjim aya hizi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu bwana wa viumbe. Arrahmanir rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu. Iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu tunakuomba msaada. Ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Ghairi almaghdubi alaihim, isipokuwa njia ya wale walioghadhibikiwa. Wala dhalin, wala waliopotea. Hii ni tarjama ya aya 7 za suratul Fatiha. Sasa tuje kwenye nukta yetu ya pili ya kujaribu kuziweka wazi bayanu hadhihi alayat au maana hadhihi alayat, kujaribu kuziweka wazi aya hizi 7.
a'udhu billahi minash shaitani rrajim, nataka hifadha kwa Mwenyezi Mungu na shetani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Tabana, haya ni maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba unapotaka kuisoma Qur'an basi umuombe Mungu shetani asije akakuingilia kati akakutoa kwenye malengo ya kufaidika na Qur'an. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Taban, tutakuja kuona wasomi wa Qur'an walivyoikhtalifiana kwenye hili neno sigha, yani neno la hiyo a'udhu billahi ni lipi. Tutakuja kuona kwamba sigha au tamko la a'udhu billahi sio hii tuliyoizoea tu, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bali kuna matamko mengine. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Kutokana na neno Ar-Rahmanu na neno Ar-Rahim kwenye lugha ya Kiarabu na kwenye falsafa ya Kiarabu limepelekea wanaofanya tarjama ya neno Bismillahir Rahmanir Rahim wawe na tarjama mbili. Tarjama ya wale waliosema Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa. Wako waliosema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, na hili linarudi kwenye hili neno Ar-Rahman. Hili neno Ar-Rahman katika lugha ya Kiarabu huwa lina maana ya kusifu zaidi, lina maana ya kusifu zaidi kuliko neno Rahim. Kwa mantiki hiyo ndiyo ikapelekea baadhi ya watarjim wa tafsiri kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, na wengine waseme kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa peke yake. Lakini kwa lugha ya Kiarabu neno Ar-Rahmanu lina maana ya mubalagha na zaidi kuliko neno Ar-Rahim. Kwa hivyo tusishangae wale wanaotarjim Qur'ani wakitafsiri Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo, au kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taban, neno bismillahi lina habari ndefu na kubwa, na inshallah kikao chetu cha pili kitazungumzia tu neno Bismillahir Rahmanir Rahim katika kulisherehesha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe, Rabbul Alamin. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe. Al-Alamin lina maana ya vizazi. Al-Alamin lina maana ya walimwengu. Al-Alamin lina maana ya viumbe. Lakini tukitafsiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin kwa maana ya viumbe, itakuwa ni pana zaidi, imeviingiza vizazi,
imewaingiza walimwengu, imeingiza kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anayekisimamia. Kwa hivyo kila jambo zuri, kila jambo la kupendeza, kila jambo ambalo lina sifa nzuri, hilo nani wa kupewa? Wa kupewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maneno haya ni maneno madogo lakini makubwa mno. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ni maneno madogo lakini makubwa mno, na ndiyo maana baadhi ya riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, zinatueleza kwamba yoyote anayetamka neno alhamdulillahi Rabbil Alamin faqad adda shukraha, yani anayepata jambo akasema alhamdulillahi Rabbil Alamin, huyu ameshamshukuru Mungu, ameshamshukuru Mungu. Kwa hivyo unaposema alhamdulillah, neno kubwa, kila jambo zuri, kila jambo la mafanikio, kila jambo la kupendeza, ni nani ambaye anastahiki? Anayestahiki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Aada dhikra Arrahmanir Rahim lilmubalagha, limekaririka neno Arrahmanir Rahim kwa ajili ya mubalagha, kwa ajili ya kukokoteza, kwa ajili ya kuonyesha uzito wa Arrahmanur Rahim. Mwanzo kwenye bismillahi limetajwa Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Alafu limekaririka tena kuonyesha uzito na ukubwa wa jambo la Ar-Rahman na Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo, mwenye kumiliki siku ya malipo. Mfalme ambaye ndiyo anayetawala siku ya malipo. Malikil muluk, mwenye kutawala kila kitu. Siku hiyo ya hisabu, yeye ndiyo msimamizi, ndiyo muhusika. Wala amru yaumaidhin lillah maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo, siku ambayo la tamliku nafsun linafsin shay'a, siku ambayo haitomiliki nafsi yoyote kummilikia mtu mwingine chochote, siku ambayo haina msemaji isipokuwa mmoja tu, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limanil mulku liyawm, ufalme ni wa nani? Siku hiyo ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neno malik katika lugha ya Kiarabu maana yake ni nini? Maana yake ni alqadirul wasi'u almuqaddira alladhi lahu siyasatu watadbir. Malik ni yule anayeweza, mwenye uwezo mpana, mwenye kupanga mambo, mwenye kuratibu, huyo ndiyo Malik. Anayeweza kutasarraf katika kila kitu, katika mali na katika jambo lolote, huyo ndiyo mfalme, ndiyo Malik. Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo, msimamizi mwenye kuitawalia siku ile ya malipo. Na neno din
lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Lina maana ya malipo, aljaza, lakini vile vile neno ad-din lina maana ya alhisab, hisabu. Neno din lina maana ya at-ta'a, utii. Neno din lina maana ya ada, al-ada. Neno din lina maana ya al-qahru wal-isti'la, kutawala, kukontroli, kumiliki. Hizi zote ni makusudiwa, zote zinatumika kwa maana ya dini, lakini makusudiwa hapa yanafahamisha na baadhi ya aya kwamba makusudiwa ya maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo, ni ile siku ya jaza. Al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat wal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, siku ile ambayo watu wote watalipwa kulingana na matendo yao. Iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu. Wewe tu tunakuabudu. Na makusudiwa ya kutangulizwa mafuulun bihi kama ilivyo kwenye nahwu na kwenye balagha ni liifadatul ikhtisas, ni kwa ajili ya kufidisha kwamba iyyaka na'budu, na ndiyo maana tarjama safi tukatafsiri kwamba wewe tu na kuabudu, yani tunakuabudu wewe tu, hatuabudu mwingine yoyote. Wa iyyaka, na wewe tu, nasta'inu, tunakutaka msaada, hatutaki msaada kwa mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo unaposimama katika swala ukasoma suratul Fatiha, ukasoma aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, unamwambia Mungu aina zote za shirki kumwabudu asiyekuwa wewe, hizo sina. Sitaki msaada wala siombi msaada kwa mtu mwingine yoyote. Ndiyo maana ya aya hii, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Alhidayah, neno alhidayah katika lugha ya Kiarabu ni al-irshad wad-dilalatu ala shay, kumuongoza mtu na kumfahamisha mtu jambo, ndiyo alhidayah. Lakini neno alhidayah katika lugha ya Kiarabu vile vile linatumika kwa maana ya tawfiq, kwa maana ya at-tawfiq. Ihdina siratal mustaqim, yani Mungu tuwafikishe. Nini maana ya kuwafikishwa? Nini maana ya kuwa huyu Mungu amemuwafikisha? Maana ya Mungu kukuwafikisha, yani Mungu yuko na wewe, malaika wema wamekuzunguka katika jambo lako. Unapokwenda, mkono wa Mungu na radhi za Mungu ziko na wewe. Kwa hivyo tukichukua maana ya alhidayah bimaana tawfiq, ni kwamba katika swala zetu tunamwambia Mungu ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Maanake tuwafikishe katika mambo yetu yote, kila jambo nitakalolifanya Mungu uwe na mimi katika jambo hilo. Na neno as-siratul mustaqim ni njia, at-tariqul wadih, ni njia iliyokuwa wazi. Maana nyingine ya as-siratul mustaqim yani thabbitna ala dini al-haq, tuthibitishe kwenye dini ya kweli. Lakini vile vile siratul mustaqim athawab, yani Mungu
tuthibitishe, tupe thawabu. Yani mimi naswali hapa, swala yangu isiwe kavukavu. Maana ya tatu, as-siratul mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, yani dullana ala dini al-haq, Mungu tufahamishe dini ya kweli. As-siratul mustaqim kitabullah, kitabu cha Mungu. Siratul mustaqim al-islam, siratul mustaqim dinullah, siratul mustaqim al-aimma al-qaimuna maqama, maimamu ambao ndio wanayoisimamia dini ya Mungu. Na mwisho al-Allama Tabarsi anasema wal aula hamlu al-ayati ala al-umum hatta yadkhula jamia dhalik, ilivyokuwa bora aya yabebe haya yote. Unaposema ihdina siratal mustaqim, Mungu tuongoze njia iliyonyooka, basi haya yote yaingie: kitabullah, al-islam, dinullah na mengineyo. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao, yani njia ya wale watu ambao umewapa neema. Njia ya wale watu ambao kuna neema ambayo wewe Mungu umewapa watu hao. Siratal ladhina an'amta alaihim, thumma latus'alunna yawmaidhin 'anin na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusu neema. Kwa hiyo Mungu tuongoze njia ya wale watu ulio waneemesha. Alafu sasa virozo na maajabu. Ghadir Khum, baada ya kumtawalisha Amirul Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ikashuka aya ya ikmaluddin, ikasemaje? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, leo nimewakamilishieni dini na nimeitimiza neema iliyokuwa kwenu. Yani dini ilikamilika siku ile ya hija ya mwisho, baada ya kutangazwa Ali kama kiongozi. Mungu akasema leo dini imekamilika na neema mliokuwa nayo imetimia. Siratal ladhina an'amta alaihim. Kwa hivyo hapa utaona mahusiano ya Amirul Mu'minin Ali kama kiongozi na kuitwa ni neema, na mahusiano ya wilaya na utawala wa Ahlul Bait na usimamizi wao sallallahu alaihim ajma'in. Lakini Mungu usituongoze ghairi almaghdubi alaihim, njia ya wale walioghadhibikiwa, wale ambao Mungu amewakasirikia. Mungu usituongoze kwenye njia hiyo. Wala dhalin, wala usituongoze kwenye njia ya wale waliopotea. Sasa waliokasirikiwa ni akina nani? Kuna maneno mengi, lakini rai moja ya Al-Allama Tabarsi ni rai inayosema kwamba waliokasirikiwa ni Mungu
waliochukiwa na Mungu na waliopotea ni jamiul kuffar, ni makafiri wote. Kila anayeitwa kafiri, basi huyo Mungu amemkasirikia, Mungu hayuko na yeye. Na kukasirika kwa Mungu ni kufanyaje? Sio kukunja uso. Kukasirika kwa Mungu ni kutaka kuleta adhabu wanayostahiki watu hao kufanyiwa, na Mungu kuwa mbali na wao. Rehema za Mungu watu hao haziwaenei hata siku moja. Ghairil maghdubi alaihim wala dhalin, wala Mungu usituongoze kwenye njia ya wale watu waliopotea. Kwa hivyo watu waliopotea na watu waliokasirikiwa ni Mungu. Moja ya rai ni rai inayosema kwamba ni wale makafiri, lakini kunahitajia hapa bahath, kunahitajia kutulia kwa makini kujaribu kuoanisha haya maneno as-siratul mustaqim, njia iliyonyooka, na mizozo na ikhtilafu za maulama. Mal muradu min as-siratil mustaqim, nini makusudiwa ya njia iliyonyooka? Alafu hapo ikaja hiyo njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alaihim. Hiyo njia iliyonyooka ndiyo ile njia ya watu walioneemeshwa. Alafu njia hiyo sio njia ya wale waliokasirikiwa, walioghadhibikiwa, wala sio njia ya wale waliopotea. Hapa kunataka kidogo kuzama, ambapo ukizama huenda utatoka na natija nyingine ya tafsiri ya al-maghdubi alaihim na tafsiri ya wala-dhalin, na makusudiwa ya siratul mustaqim, na kwa nini an-ni'ma siratul ladhina an'amta alaihim, na kwa nini kule Ghadir Khum Mungu aseme kwamba dini imekamilika kwa neema ya wilaya na utawala wa ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alaihim. Mwisho katika kuhitimisha kuzibainisha hizo aya 10, hizo aya 7, baada ya kuzifanyia tarjama, naomba tufunge huu kurasa kwa maneno ya imamu wangu wa 6, al-Imam Jaafar bin Muhammadin as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bwana mmoja anayeitwa Jamil ananakili kutoka kwa al-Imamu Sadiq, anasema idha kunta khalfa imamin fafaragha min qira'ati al-fatihati faqul anta man khalfahu alhamdulillahi rabbil alamin. وروى فضيل بن يسار عنه عليه السلام قال إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها فقل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الإمام الصادق عليه السلام ambaye ni imamu na mwalimu wa al-Imamu Shafi'i na mwalimu wa al-Imamu Malik na mwalimu wa Imamu Abu Hanifa na al-Imamu Ahmad bin Hanbali amesomeshwa ni al-Imamu Shafi'i. Kwa hivyo al-Imamu Sadiq ni imamu wa madhehebu zote 4 za Waislamu. Anasema hivi: utakapokuwa nyuma ya imamu
akamaliza imamu kusoma suratul Fatiha, basi kuisoma wewe sema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa kuwa bahthi yangu sio hiyo, namalizia tu, nasema hivi: tunaposoma suratul Fatiha ambazo ni aya 7, ambazo ni aya 7 zinamwambia Mungu tuongoze njia iliyonyooka. Tunamwambia Mungu tuongoze njia iliyonyooka. Alafu kwanza njia siratul mustaqim. Alafu hiyo njia iliyonyooka sio njia ya wale waliokasirikiwa, almaghdubi alaihim, njia ya waliokasirikiwa, njia ya waliopotea, njia ya waliopotea. Hii ni sura ya Qur'an, ni sura ya Qur'ani ambayo ina aya 7 na wala si dua. Naomba nieleweke hapa. Na wala si dua, ni sura inayoitwa suratul Fatiha. Sura hiyo ina aya 7. Kwa hiyo sura haituelekezi kwamba sasa umemaliza kusoma dua sema amin. Tumeelewa? Naomba tuelewane hapo. Yaani mtu anaweza hapa, lakini shekhe, aya si inasema Mungu tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale ambao hawajakasirikiwa. Ndiyo, lakini the question is, je, ni dua tunayoisoma au tunasoma Qur'an? Tunasoma Qur'an, hatusomi dua. Ukiwa ni mahala pa dua mwenyewe unafanya dua ukasema amin, sawa, mahala pako. Na ndiyo maana maimamu wakaelekeza tuseme alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Moja ya falsafa ya maelekezo hayo, neno alhamdulillahi rabbil alamin, kwanza ni Qur'an, pili ni dhikri. Kwa hivyo hata unapolisema ndani ya swala haiwezi kubatilika, kwa sababu neno alhamdulillahi rabbil alamin ni dhikri, neno alhamdulillahi rabbil alamin ni Qur'ani, na swala imejengwa kwenye Qur'ani na kwenye dua na kwenye dhikri. Ama maneno ya nje ambayo si dua wala si dhikri wala si Qur'an hayaruhusiwi katika swala. Sasa hapa kuna maneno mengi kuhusiana na neno amin, ambalo maana yake kubali. Sasa je, ni dua neno kubali? Je, ni Qur'ani? Utapata haipo katika hayo yote. Baada ya ubainifu huo, naomba sasa twende kwenye sharhi ya baadhi ya nukta ambazo tumezichagua. Nukta ya kwanza, suratul Fatiha, majina yake. Katika sura ambazo zina majina mengi, mojawapo ni suratul Fatiha, na kila jina lake la suratul Fatiha lina sababu zake. Jina la kwanza ni Fatihatul Kitab. Kwa nini sura hii imeitwa Fatihatul Kitab? Kwa sababu misahafu yote iliyoandikwa sura ya kwanza utaipata ni Fatiha, ndiyo maana ikaitwa Fatihatul Kitab.
Sababu ya pili, wanasema kwa sababu ndani ya swala lazima swala isomwe, ifunguliwe kwa suratul Fatiha. Swala ambayo haisomwi suratul Fatiha, swala hiyo haijakamilika. Kwa hiyo swala hufunguliwa kwa Fatiha. Jina la pili, sura hii imeitwa Alhamdu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna kutaja hamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini vile vile imeitwa Ummul Kitab. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo iko mbele kuliko sura yoyote, ndiyo imetangulizwa, imepewa kipaumbele kuliko sura yoyote, na ndiyo maana ikaitwa Ummul Kitab. Kama vile ambavyo Makka ni mji ambao ardhi ilitawanywa chini ya ardhi ya Makka, Makka ikaitwaje? Ikaitwa ikaitwa Ummul Qura, mama wa miji, mama wa nchi, mama wa vijiji. Kama vile ambavyo Mtume kwa kuwa amezaliwa Makka na kwao ni Makka, akaitwa Annabiyul Ummiyu. Annabiyul Ummiyu, mtume anayenasibishwa na kijiji kinachoitwa Ummi, yani Ummul Qura, Makka. Jina la nne la sura hii ni As-Sab'u. Kwa nini imeitwa Sab'u? Kwa sababu ni aya 7 ambazo hatuna ikhtilafu. Aya 7 ukianza ya mwanzo mpaka ya mwisho utapata ni 7 ayat. Na ukizihesabu aya 7 hizo, ya mwanzo naomba tuhesabu kwa vidole. Ya mwanzo bismillahir rahmanir rahim, ya pili alhamdulillahi rabbil alamin, ya tatu arrahmanir rahim, ya nne maliki yaumiddin, ya tano iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya sita ihdinas siratal mustaqim, ya saba siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aya ngapi hizo? Aya 7. Ya kwanza ni ipi? Sasa nawauliza nyinyi Wazaramu, imekuwaje hii bismillahir rahmanir rahim kwenye suratul Fatiha ni aya ya kwanza na kwenye sura nyingine isiwe aya ya kwanza? Hiyo ni homework tunapeleka kwa Wazaramu na Wanyamwezi, watuletee majibu. Imekuwaje kuwaje kwenye suratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim ni aya ya kwanza, sawa sawa, lakini kwenye sura nyingine sio aya ya kwanza? Na hapa riwaya zimejaa zikiita As-Sab'ul Mathani, na moja katika jina lake Al-Mathani, sumiyat bidhalika, imeitwa As-Sab'ul Mathani kwa sababu ni aya 7. Moja ya sababu, na ndiyo maana ahlul baiti salawatullahi wa salamuhu alaihim bismillahir rahmanir rahim ikawa kwao ina umuhimu mno. Na inshallah darsa yetu ya pili ijayo tutazama kwenye hii bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo imeitwa Al-Mathani, moja ya sababu ni kwa sababu inasomwa zaidi ya mara moja ndani ya swala. Katika majina ya suratul Fatiha ni Al-Wafiya,
Kwa nini alwafia? Kwa sababu swala haikamiliki, haitimii isipokuwa kwayo. Imeitwa vile vile alkafia. Kwa nini? Liannaha takfi amma siwaha wala yakfi ma siwaha anha, kwa sababu suratul Fatiha inaweza kutoshelezea sura nyingine, lakini huwezi ukasoma sura nyingine kwa kuitoshelezea suratul Fatiha, haiwezekani. Katika majina yake ni al-asas, msingi, asili. Kwa hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Ibn Abbas anasema, inna likulli shay'in asasan wasaqan, inna likulli shay'in asasan, ila an qala wa asasul Qur'anil Fatiha wa asasul Fatihati bismillahir rahmanir rahim. Katika majina ya suratul Fatiha ni al-asas, msingi, foundation. Kwa nini msingi? Ibn Abbas anasema kila kitu kina msingi wake, na msingi wa Qur'ani ni suratul Fatiha. Msingi wa Qur'ani ni suratul Fatiha, msingi wa Qur'an. Na msingi wa suratul Fatiha ni bismillahir rahmanir rahim. Msingi wa Qur'ani ni suratul Fatiha. Na ndiyo maana wazee wetu wa Kizaramu ikawa hawaanzi dua katika miji yetu ya pwani hii, hawaanzi dua, ila dua ianzwe na nini? Na suratul Fatiha. Hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haianzi illa kwa suratul. Kikao chochote cha kheri hakifunguliwi isipokuwa kwa suratul. Hata baada ya swala, tukishamaliza kuswali hatusomi dua mpaka tusome nini? Kwa nini? Why? Kwa sababu inna likulli shay'in asasan wa asasul Qur'ani suratul Fatiha. Nasikitika kidudu mtu kilipoingia kwenye jamii ya Waswahili, kidudu mtu kikaanza kuwatia shaka Waswahili. Je, Fatiha hii ipo? Sio bid'a? Leo tembea katika misikiti yetu, tukimaliza kuswali tunawaogopa mawahabi waliotutia shaka kwamba kusoma Fatiha ni bid'a, haija kuwepo. Leo misikiti kwetu imeondoka Fatiha, al-Fatiha imeondoka. Hakuna sababu ya kuiondoa suratul Fatiha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Ahsantum. Tunazo dakika kadhaa, bado jua halijakuchwa, tunaweza kuzitumia kwa ajili ya maswali. Tukiwa tunafikiria maswali, nazidi kuonyesha masikitiko yangu kwamba tumeingiziwa shaka mpaka tumekuwa na wasiwasi wa suratul Fatiha. Maimamu misikitini leo wakimaliza kuswali wanageuka haraka tu wanaanza kusoma dua, lakini mwisho hata hiyo dua pia wataiacha. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha. Kwa hiyo waliotanguliza kwamba suratul Fatiha isomwe dua, hao ndio walipatia.
walikuwa wanajua uzito na umuhimu wa suratul Fatiha.